unavyoona, kinachoendelea hapa ni maintenance ya printer. Hii ni printer ya Epson ambayo namba yake ni M3170. Ina changamoto kama unavyoiona jinsi, ndio maana nimeifungua. Cha kwanza, wino upiti kwa kupitia kikopo chake moja kwa moja, na hii printer imedesigniwa pasipo kutumia sindano au chochote. Hautakiwi kuingiza wino kwa kutumia nguvu aina yoyote, kwa sababu utaingiza hewa ndani, utaingiza hewa ndani, mwisho siku utakuja kuharibu ile head. Kwa hiyo kama utakuja kuharibu ile head, maana yake unashauriwa kuhakikisha kwamba chupa yenyewe ndio iweze kuingiza wino ndani, na kama chupa yenyewe inashindwa kuingiza wino ndani, inabidi sasa ufanye kama mimi ninachokifanya. Hii ni maintenance. Endelea kufuatana nami mwanzo hata mwisho, hadi mwisho wa siku printer hii itapona na itafanya kazi. Nataka nao kutengenezea printer yako ina changamoto, basi wasiliana nami. Tia nambari ya simu 0768807183 na kazi yako itakuwa ni bora na utaipenda. Endelea kunifuatilia hata mwisho, utaona kile ambacho kitakwenda kutokea. Kama unavyoona nimefungua, kuna component nyingi ziko hapa, zote zitajirejeshea hapa, na wewe kwa macho yako utashuhudia kazi ambayo imefanyika. Endelea kusalia nami. Sasa kama unavyoona printer yetu tumeshaifunga kila sehemu tumeifunga printer yetu, tumeifunga kila sehemu kote. Kwa sasa hapa naifuta, naisafisha, nafutafuta wino, alafu naiwasha, tuone sasa nini ambacho kitatokea. Endelea kufuatilia, utajifunza mambo makubwa hasa kwenye kipengele cha maintenance, na sio maintenance tu ya printer, maintenance ya electronic device yoyote ile. Hakikisha printer yako ni safi, chafu, haina vumbi, ili kuhakikisha kila kitu. Sasa baada ya kuifunga na kusafisha, tumehakikisha ya kwamba kila kitu kiko vizuri. Kama nilivyokuambia, hii ni printer Epson na hii ndio namba yake M3170. Printer ambayo ni touch screen, hapo una control kutumia hapo. Sasa hatua inayofuata ni kuwasha printer yetu na kuweza kuangalia je, printer yetu inawaka? Cha kwanza. Cha pili ni kuangalia je, printer yetu ina printi. Baada ya kurekebisha mfumo wa wino, kumaliza kurekebisha mfumo wa wino na kuhakikisha kwamba
printer yetu imesafishwa. Hapa sasa tuweke waya wetu wa umeme. Kama unavyoona sasa printer yetu imewaka, tukajaribu kuweka kitu chochote kwenye printer, karatasi ile. Sasa kama unavyoona printer yetu imewaka, lakini kwa sababu tumeongeza wino kwenye biba, tuangalie nozzle check kuhakikisha kuwa printer yetu ina print vizuri. Kwa hiyo ukija hapa utakuja kwenye alama cha setting, hapo kwenye kipengele cha maintenance utakuja kucheki print nozzle check, header check. Kwa hiyo hapa tumeshaweka paper moja pale, kwa hiyo tunasema to print. Tuone nozzle header check yetu, tuangalie ita print vizuri. Hapo tumeshaweka wino wetu, tumejirisha print yetu na wino. Tuangalie sasa, je, karatasi itatoka vizuri? Sasa tuangalie nozzle check yetu, tumeweka wino wetu. Ukiangalia hapa imecheki hii hapa wino, ila wino unakatakata. Kwa hiyo kama wino unakatakata, inatakiwa tuje hapa, turudi kwenye setting kawaida, header cleaning. Kwa sababu karatasi na dot, ukiangalia tunataka sisi tuhakishe hamna line zinazokatokato hivyo. Kwa hiyo tu start hapa. Hapa na clean, kwa hiyo ni kama dakika 3 hivi, tusubirie kama baada dakika 3 hapo, alafu tutaona kile ambacho kinaendelea. Na dakika 3 zimekamilika na printer inatuambia to print the cleaning complete, tayari. Kwa hiyo sasa tukacheki nozzle yetu tuone sasa hivi itaonekana vipi. Print, tuangalie sasa hivi, je, itaonekana vizuri? Na kama itaonekana tu vizuri, basi kazi yetu kwa uaminifu kabisa Mungu ameifanikisha na itakuwa iko vizuri. Lakini kama kutakuwa kuna dot bado, basi ujue kuna changamoto kwenye mfumo wa nini? Mfumo wa wino. Sasa tayari imeshatoka, tuangalie sasa inavyoonekana sasa hivi. Sasa hivi ukiangalia hii hapa, maandishi yanaonekana. Maandishi yanaonekana. Na kwa sababu maandishi yanaonekana, basi kwa sasa printer yetu ina printi vizuri. Wino utaendelea kukaa vizuri taratibu na hatimaye kila kitu kitakuwa. Si kama umeipenda video hii, umeiangalia, umeipenda, basi usisahau kulike, kucomment na subscribe account hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa kem kama hivi unavyoona. Sasa kila kitu kimekamilika.